Tuamini, shukuru. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa pendo la Yesu. Tuelekea jioni ya leo, chini ya neno zako. Asante kwa sababu ya siku hii tuliona asubuhi mpaka wakati wa sasa. Mungu wetu umetulinda, umetubalia tukaweza kukutanika mahali hapa kama tulivyokusudia, tukakuomba ukatuwezeshe. Tumeona uaminifu wako, tumeona nguvu zako, maana Mungu wetu umekuwa upande wetu, na Bwana wa majeshi, Mfalme, tumeona ushindi wako juu ya maisha yetu. Bwana, umetulinda tangu tulipowashana mmoja wetu, wale ambao wako na wale hawajaingia. Mungu wetu, tumeona umekuwa upande wetu, kwa ulinzi wetu, na kwa sababu ya wakati huu wako kutanika Mfalme, kwa sababu ya kukamilisha mkutano wa mwisho, kwa sababu ya safari hiyo mbele yetu, tunaomba Mungu wetu ukatuongoze mwanzo, katikati na hata mwisho wa kumalizia kwa pamoja nasi. Katika kila jambo ambalo Mfalme utaongea mahali hapa, tupe hekima, tupe mwelekeo, kwa sababu wewe ni Mungu uweza na nguvu yetu na tumaini. Tusaidie Bwana wa majeshi tunapoendelea. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Karibuni sana. Asante. Tunasaidia kwa mkutano siku ya leo. Leo kuna yale mambo ambayo tuliashia tukijadiliana tulihusu, na ndio sababu ikabidi tuweke mkutano mara ya pili ya leo, ili tuhakikishe mambo yote tumekamilisha kwa njia nzuri. Tusikutwe na wakati umefika na bado hatutakuwa katika mpangilio iko sawa. Hata kama hatujasomewa minutes, kuna ile issue sana ambayo tulikuwa tunaongelea kuhusu hii safari ya kwenda Uganda, na dakika moja tukakubaliana safari iko na tunaenda, na hakuna jambo ambalo tumesikia limebadilika. Kama ni mambo ya transport, mambo ya gari, tumekuwa tukijaribu kutafuta means nyingine tofauti na kwenye tulikuwa tumeenda kutafuta. Tulikuwa katika hiyo harakati kuuza magari kadhaa. Na mimi kwa upande wangu nikiwa kama kiongozi, sababu nimekuwa katika hiyo harakati ya mawasiliano ya hayo magari, ninaona tusimame na msimamo wa kwanza, ile gari ambayo tulitafuta mara ya kwanza, sababu hawa wengine wote wakati tunapokuwa tukijadiliana kuhusu transport, wote wamekuja kwa ile bei. Lakini huwa mtu ambao tulikuwa tunasema kwa karibu, niliona kulingana na maongeo yake, nikaona naweza chukua na yeye katikati ya safari hasa kuleta issues. Sababu kuna mambo mengi nianza kusikia kiasi ya PSV. Unajua tukiingia oda, kuna insurance gari na kata ya pande hiyo. Kuna video akasikia tunalipa, nikaona huyu mtu ambao tunaweza chukua naye. Tumeelewana bei. Kifika kwa boda tuanze issues. Hii safari ianze kuwa na tatizo. Tuletee shida. Nikaona yule jamaa wa kwanza tu mwenye tulielewana na yeye, na venye tumekuwa tukiongea na yeye hapa kwa hapa, sababu mtu tumeonana, si kusikia akiwa na issue nyingi. Haja yake ilikuwa ni tuelewane bei yenye tunalipa, atupeleke na zile siku tulielewana na aturudishe. Kwa hivyo mimi nikaonelea acha tusimame na ule jamaa wa tulikuwa tumeenda kuona pale stadium. Kwa hivyo tukikaribia siku maagano yetu na yeye, anafaa awe ametayarishwa ili ajipange na awe akijua yeye na tunaenda na yeye kwa safari. Kwa hivyo kwa upande wa gari hiyo baadaye nimemaliza jana. Sasa ndio nitakwambia jana sikuwa na yeye hapa. Huyo mzee nilikuwa nimepewa, tulikuwa tumeconnectiwa na Mr. Mushiri kutoka Josta. Yes. Ikaenda kwa safari ndefu hivyo, yeye anakaa kawa shukari. Katika maongeo yake nikasikia huyu anaweza leta mambo katikati, na hataki hivyo. Sasa hiyo mambo nikamalizana naye na nikasema tusimame na hiyo jamaa, na hiyo mambo tukamalizia hapo. Haya, la pili yule wa Mageria. Wa Mageria. Wa Mageria. Tabaki na wa Mageria. Tabaki na wa Mageria. Sababu kama ni bei inakuja tu ile 150.
lakini yule jamaa wa Mageria ana vikwazo mingi anaweka pale. Yeye ni mkielewana ni hivi, muwashie mambo hiyo, mambo mengine yote anajua vile anafukanga, yeye kinahitajika anajua mpande yake. Sasa hii issue nyingine ni security issue, ambao members walikuwa wameshikilia sana, wanataka kujua kama watakuwa secure tunapoenda nchi ya ugenini mahali pale, kulingana na nyakati tuko vile mambo yalivyo. Na sasa hiyo nitapatia ndugu yetu Mr. Secretary anaweza kutujibu, sababu hiyo ndio imegojewa sana. Acha mambo ya gari, hiyo ndio imegojewa sana na members kusikia kwamba watakuwa safe, na sio safe tu kwa watakuwa safe, watakuwa safe kupitia kibali ambayo imetoka kwa serikali ya nchi ambayo tunaenda. Kwa hivyo hiyo tunangojea sana. Karibu sana Mr. Jambo, asante. Jambo members. Jambo. I think I don't take it for granted kwa tumepata nafasi tena kukutana leo Sunday hii safari. I think imekuwa na uzito kiasi hapo until yesterday. Ningependa kuanza na some concerns zile zime rise up kutoka jana. Kulikuwa kwanza issue ya date. Kulikuwa na issue ya nataka kuanza na date. Kuna changamoto hapo kwa date. Kulingana na ripoti ile nilipata jana kutoka Uganda. Kulikuwa na shughuli ya msiba huko nyumbani kwa kina mama, and it has something to do na hiyo siku ya tarehe 6. So kulikuwa na request kwa tuone kama tunaweza isukuma, aidha tuirudishe nyuma ama tuisukume mbele, ambapo kwa maoni yangu nikaonelea kuwa maybe tunaweza isukuma mbele sio nyuma kulingana na mipango. So maybe hiyo ni one thing kama chama tunaweza kujadiliana tuone viability, kwa sababu najua wengi wetu mko na schedules especially ya December. Is it something that we can work with and propose? Vile niliulizwa jana nikasema maybe we consider 13 hiyo Saturday inafuata. So maybe that's the first thing. Then ya pili, issue ya document pia now because of those ikasemekana ni muhimu mama awe huko, ndiposa waende moja kwa moja kwa relevant officers, ndiposa wasekiwa hizo documents hizo zinahitajika. So maoni yangu ni kuwa ni kupanga kama anaweza safiri because of this week aende huko, ndiposa sasa aone kama anaweza sekiwa hizo documents ndio tutumiwe tuwe nazo, so that we confirm issue ya security na documentation. So I think upande wa transport vile umesema, it's good we just keep the contact ile kwa naye magari, kwa sababu ni I think kwake anakaa more experienced vile nimeona pia, is more experienced na pia ni hatua amefanya, si kitu mgeni anakuwa anafanya. So I would suggest maybe we tunaweza so that is the position as at now. Maybe upande ingine I think there are about 4 items. Kwanza ni hiyo issue date, tunaweza jadiliana kama chama tuone viability yake. Ya pili ni hiyo issue ya documentation na security, vile nilikwambia kulingana na consultation inahitaji mama awe huko, so that waambatane na baada hiyo wala kuhakikisha hizo na yake. Yes, ambapo kwa naongelea anaweza panga safari kwa hivi. Tatu ni hiyo issue ya transport. I think also an agreement na story ya hiyo contact ya Mageria. Jambo nyingine nafikiri labda niongezee tu mara moja pia ni issue ya wale wa mama walikuwa wanataka kuongezeka. So far tumepata tu wawili wako na sort of confirmation kwa kaunti ya mama, wengine they are yet to over that. Maybe jambo lingine ni ya yellow fever. I have list ya watu wanne wale walikuwa walishatuma zao ili zimeenda. So I think yellow fever zitakuwa tayari probably by Tuesday or Wednesday. That is the position. Na huko ni kuna chief ama kuna endman system yao inakuwa namna gani huko? Kuna chief, kuna wanajiita ni local
local council kama chief. Kwa sababu hapa kwetu unajua unaambia endman ama chief. Local kuna hiyo local. So Mr. hii hali ya postponement umepatiwa duration ama leo nasema postpone 1 week. Mimi nilikuwa naonelea sababu ingekuwa vizuri postpone na 3 months. Baada kifanya 1 week we extend it ndio wale at least wao wamejipata vizuri. Sababu tunasikia 3 months. 3 months sana. Si hapo unafunga nafasi ya mtu mwingine. Kusukuma hivyo unafunga ya mtu mwingine. Uelewa. Alafu tena pia kama umepanga kufanya kitu nzuri unafanya So on that thing go appropriate to you and to them. That's what I'm thinking. Tatu already nenyewe ile holiday atoe. Naona hiyo mimi naona itakuwa. Kwa sababu pia ukiingia hiyo ya toro ninaona tuko na mkutano na familia. Sasa hapa Kama tulete nyuma. pia nyuma next week. Nyuma tena itatoa kivuli. Nyuma is not practical. When are these having the election? 26 January. January. I don't think Can you plan that election? If it won't happen. I don't think just Because we 26 January election ya Uganda. tunaweza ina pepo. If it won't happen, you know wenye watu wa mimi naelewa. Sasa hivi uko na hiyo. Unaona tunaingia holiday season. Sasa unajua tulikuwa fix na hiyo date. Sisi tulikuwa sawa na hiyo date sana. Juu haiko ina interfere na holiday hata mwanzo sana. Sasa haya on the other side they are having the election of January. Kwa hiyo kuna hiyo hali sio nzuri. ile itakuwa ni na tunajua ni nchi gani. Hizi nchi mbili hizi itakuwa tatanishi sisi kwa safari yetu January hiyo. Tunajua na mambo ya siasa. Tunataka tuenda siasa. Mimi ningetaka urudi tu hapo. Muangalie ndio unaweza fix. Because tutakana after. Well, if it won't at you Mr. Uda, ingekuwa sasa kama wamekupatia muda ya kuset date ingine apart from the 15th ili tuende ya 6th apart from 6th uhairishe, uambie basi haina shida, uhairishe na miezi ingine mitatu tuende March. Sababu hapa Januari kuna kivumbi, mamilioni watoto watakuwa naingia high school. Sasa hapo tena kuna kivumbi kidogo, itakukura kichwa kidogo ambao kuna election. Kwenye kuna election. Kwa hivyo February kumetulia nchi, so March tunaweza sasa enda tukue sasa kwa taratibu. Haya, sababu already all members wako focused kwa kuna kitu kingine ningeuliza kwa hiyo ni wakati tunapotafuta na mtu mwingine alikuwa kwa hiyo lineup after Aunda ilikuwa ni nani? Ndio tukijua ni nani alikuwa after Aunda. Pengine yeye amejipangia pale nini Hapo March ama February. Sawa. Kumbuka last year tulienda the same tu itajitokeza. Last year tulienda May. The only year tukwenda juu ya King'ori. Tena tumeenda May. Hii miezi yote imeisha, tena imeenda free. So muda unaenda mara mbili hii hapa. hizi miezi imeisha, mwisho ilikuwa Mimi. Ilikuwa the next was Mushiri hapo hapa tena next na hiyo. Mushiri, you are next. Next ilikuwa jeshi. Sasa nituambiwe na kama Mushiri. Mushiri hapo ready kwenda. Mahali alikuwa amejipangia, sababu unaona tukipostpone hii iingiane na wakati wa Mushiri. Sijui kama Mushiri
alikuwa amejipanga sawa sawa, anaona ni hapo ama pia naye anaweza postpone. Alikuwa umejipanga na Kila yake tayari alikuwa ameshapostpone. Sababu ilikuwa November. Akaipeleka hapa si atueleze. ilikuwa ya hii mwezi. Ilikuwa hii mwezi. Sasa ya UDA ikakuja sasa nikapostpone yangu. Na sasa sababu imekuwa Mpaka wewe. Hata sikuwa nimepeana sasa time. Sasa jua kama ni wewe wa mbele ama ni Siako tuende December 6. Labda nikae chini. unajua yako haina nini, yako haina insecurity. Yangu haina hata tunaweza kimbia miguu. kama hiyo sisi Kama tuende 6. 6 iko. Hiyo kitu inataka logistics. Ndio nasema nikae chini sasa nijipange nipeane time. Kwa hivyo ni kumaanisha hata kama tumepostpone hii ya Misaunda haitakoraibi na yako. Kwa hivyo wewe hauko umepeana ripoti kule. Sikuwa nimepeana ripoti. Hakuna mipango yote. Unajua wakati nilipostpone sikupeana ripoti. Sawa. Kwa hivyo Ati ulipostpone kwa sababu ya UDA. sasa Hiyo pesa zilikuwa tunaona hiyo inatusukuma. January 26 Ni election. ni election. Ya kwenye tunaenda. Haya 12 inaingia na mikutano mingine. Hiyo sasa ni maholiday. Hizo inaingia sasa kama mimi yangu inaingia na 12 na. Kwa hivyo sasa wewe ndio utasema uko sawa. Utupatie date ambao unajua sasa wewe umewekwa free. Hakuna mtu unasumbana na yeye. Nasema ya bwana yake imefanya. Utupatie dates wakati mambo imemalizika yote tunajua Hata February bado iko sawa. Immediately after election. After election immediately. Hapa early March. Na sisi February tutachukua juu school fees. Hata tulikuwa tumeshaangalia hiyo. February. Nani anasema February ni sawa? Nilikuwa naona. But you see tutakuwa already tumeshatoa fare. Unajua fare ukikuwa umemaliza kutoa fare. Wewe utakuwa umeweka fare. Sasa sisi ni kuenda tu. Hiyo ni kuenda tu. Kuna uwezekano ya Mungu haijulikani, tunaweza kuwa tumebarikiwa na njia nyingine. Hata pengine ile tulikuwa tunaona ikiwa juu sana. Tuwe na another. Hiyo February utakuwa unatafuta tu accommodation peke yake. Iko. Baada ya kuchagua Baada ya uchaguzi For elections inakuja mwisho wa January. Simpe February for stability. February mambo ni nini? Tuende March mwisho wa. So March UDA unaweza weka March 14. Weekend. Yes, Saturday itakuwa March 14. Ndize mnampee March. Ndio watu wanapendaga holidays kuangalia watoto. Yeye ana watoto maybe haitaleta shida na watu wa shule na yeye yako faction Uganda. Seke tu date tu juu ya date. Sasa tumesema yeye atuambie ile siku. Ndio nampea advice. Maybe anakona watoto hapo siku na wiki. Wale wako shule saa hii asubuhi. Hebu tuseme hivi mama akienda huko akiwa anaenda si akienda waongee na hao watu si that is where you can now maybe have an idea of when you can go. Well, I think Wale wakijipanga kule akiwaelezea inconvenience hizi tumepata hapa sababu hata sisi tukipanga unajua tunaenda na huko. Ninasema kulingana na wao other than hii issue ya matanga sasa ni mimi ndio ni decide when is convenient. So which means hata tukitupa next year hata hiyo March I think it's still okay. We can work with that. Akituambia February mwanzo March tumwangalie tuchagulie March. Tuchagulie tu mwezi wa March. Ndio tuwe tumeset. Acha kumpe condition. No.
hata akipeana April ni sawa. Tunataka atupe date lakini asitupe ya January. Yes, bora January sipeane. Na February. January. Umekataa December. Usimwambie sasa kutoka hapo. Sawa, kile tutafanya tutampatia time sababu za kwa time. Tupatie time. Yeye ndiye atakuwa pia. Anashukuru. Nani? So sasa hivi sasa kuanzia hapo mpaka issue ya security sasa time hii. Sasa tunaposhia hii tutapanga pakia tulipote. Nafikia ni sawa jema na share the same. Sababu kwa propose hiyo lakini but now on subjects that it will resonate kama wale wazee wa kwanza. Now by virtue of commitment zile ziko sasa pia zenu, then I think it's easier pia wao wa reflect. So maanisha let me confirm the date. Let's say in between now na next week itakuwa nimepeana date so that pia iko rahisi kuweza kupanga. Yeah. So that even as we meet maybe the next meeting itakuwa tumemalizana na story ya date. Alafu second, watu ambao wamekuwa confirm wawili ambao wamekuwa pamoja nasi kwa safari, wale wana support nami. Sijui kama wako na remote ya jamii Hilo tunataka wako naye na kwa vile walikuwa wameambiwa mama alikuwa amewaambia 7,000 kiongezeka pia. Sasa katikati yetu kuna wale watu watano ambao Unda anasema alipokea ripoti yao. Yo ni no rire athire kui atura o Kenya. Sasa hapa tuko sawa. Hiyo members wale hawapatikana watajibia kwa group. Ndio pia waendelee kufanya. John karibu sana. Team chairman members wamepewa sasa enough time ya kusongesha mambo ya kujiprepare for the so no excuse. Sasa hakuna no excuse ya kujitetea. Ya pili Mr. Treasure. Yes. Asante sana kwa sababu niliona ripoti mzituma. Yes, mzituma. Na tukaona mahali ambapo tumefika. Kila kitu iko clear. Na kila mmoja anapokea. Kwa hivyo hata bila kusomewa sasa every member hapo na ripoti yake kamili. Najua mahali huko. Kama ni deni ya fines, unajua ni online. Kama ni contribution zako, unajua mahali umefika. Au kuna mambo kadhaa ambayo tumefanya. Tunafaa kuwa tumelipia. Kama unajua kuna deni ya jambo ambalo limefanyika, hilo ni jukumu lako kung'ang'ana huo umemalizia. Lakini kuna hii issue kidogo tu ningetaka kuleta mbele ya members. Vizuri tukaa transparent. Kuna wale watu ambao wametumiwa fine wakati wa Kenyaga. Kuna watu watatu wanadaiwa transport. Mushiri, James Mushiri, Anthony Kimani na Edward Geshoi. Hizo pesa ni mimi nilienda kulipa nikaweka along account. Kwa hivyo hawa watu hawadaiwi upande wa transport ya Kenyaga. Hiyo deni ni translation. Nilikwambia jana uweke upande wako. Yes, ndio upande wako. Katika juu yake kwa uleta upande wangu. Hawa watu hawana deni. Sababu ni pesa zao nilikata, nilikuwa nimewapatia kazi, lakini mahali nilienda kulipia nikakosea. Ikaingia the wrong
wrong account. Kwa hivyo upande wa Kenyagia transport ya Edward, Anthony na James hawana deni. Hiyo deni iweke upande wao. Mimi nitaweka hiyo. Na pia kile kitu ningetaka kutia mtisha kulingana na mahali tuko na ripoti ambayo ilipeana na Treasure, niliomba tuweze kuisamua, maana niliona deni ambayo tuko naye iko juu zaidi kuliko kile kitu ambacho tumesema kwa account. Hebu funga hiyo mlango na Kenyagia kama anaongea na simu wasonge basi. Hiyo faini Agunye na faini. Moshiri, hakuna mambo yamebadilika. Sheria zote zinafanya kazi hata kama ni mkutano ya emergency. Sheria zote zifanye kazi. Tujaribu kujikaza at least, sababu nimeangalia hesabu yenye imetumwa na Treasury, kile kitu ambacho tuko naye kwa account, nimeona deni tuko naye ni kubwa kuliko kile ambacho tumejiwekea. Kwa hivyo tujaribu kung'ang'ana, Mungu atusaidie, tujaribu kung'ang'ana tumalize hii madeni. Kama ni contribution fine ambao kila mtu wako naye, tujaribu kung'ang'ana tuondokee haya madeni, na ninaamini Mungu atatusaidia tunaweza kutoka katika hiyo hatua kuingia hatua nyingine. Na pia ninashukuru kwa sababu katika mkutano tuliokuwa na mambo kadhaa tulipitisha, tukawa na maelewano. Mambo ya account mpya ambayo tulifungua ikaa chini na tukapitisha mambo ya kupeana loan. Na baada ya kumaliza mkutano, sababu tulikuwa tumefungua na kuweka wazi, kuna members walirudi kuandikisha ambao walikuwa wanahitaji loan. Lakini tukasema hata kama ni loan, tutaangalia ni members anahitaji loan kwa njia gani kulingana na contribution zake. Huyu mtu hana saving, haja save chochote, ukiangalia upande wa contribution huyu mtu wa contribute. Kwa hivyo tukasema hata kama ni loan inapeano, itaangaliwa member ni nani anapewa loan. Kuna watu wanataka na they don't contribute. Hiyo tukasema hapo ni kujifunga. Hapo ni kujifunga. Lakini tulisema lazima tuangalie members huyo anaye apply loan. Tukiangalia upande wa saving, how active. Upande wa contribution zake za hii mambo ya dawa na nini. Huyo mtu unakuta tu amesimama tu, hakuna kitu anafanya. Huyo ni member ambao hatuwezi kuwa na trust na yeye, kutoa pesa yetu kumpatia kama loan. Itakuwa ni shida kwa shamba. Sio pesa Treasury. Yes. Na secretary wetu Mr. Uu. Hilo ni jukumu lenu kuingia katika serikali na kuangalia matoleo ya members. Yes. Contribution zao. Huyu mtu mwenye anadai ana apply loan kwa chama na kwamba ni member, yeye akoaje contribution zake. Kwa hivyo hata kama ni loan, hamjapewa ruhusa tu kupatia members mwenye hafanyi lolote kwa chama, lazima tufuate record. Huyu member akoaje kwa contribution zake. Kwa hivyo hapo ningetaka kuhakikishia members, hata kama tumefungua hiyo njia ya loan, msiwe na wasiwasi, sababu tutatembea na wale watu ambao tunaona wako wili na kile kitu ambao tunafanya. Na ninajua Treasury wangu wakati mwingine ni mtu wa huruma. Hapana, hakuna huruma hapa. Na huruma ikiingia italeta kuumia kwetu. Yes. Kwa hivyo hapo lazima tusimame na msimamo sawa sawa, kwa sababu pesa hii si yangu peke yangu. Kuna yangu, kuna yako, kuna ya mwingine. Na lazima security ya pesa yake iweke. Kwa hivyo tutaangalia rekodi ya members akishukua pesa, yeye huendeleaje nasi katika matoleo ya shamba. Kwa hivyo isiwe ni kitu tu mtu anakuja na ibisa loan na atoi anajaziwa loan. Hiyo hatutakubaliana nayo. Kwa hivyo iko huru, kunao waliandikisha, si kusema ni fulani na fulani, lakini baada ya kuandikisha wapatiwe. Baada ya kuandikisha waangaliwe record. Na mnapoangalia record, tutaangalia pamoja na nyinyi. Tutakwambia huyu hapa, sababu tunaona hii na hii.
Huyu ni sawa apewe ruhusa. Chairman, niko na swali. Sababu sisi ni members na kichani na wale wanataka loan tulijiandikisha. Si wasomi. Tuone kama kwa hiyo record kuna mtu hafai. Watasomwa. Kama namna gani hiyo? Na ukutuma hiyo nani hii kitu ulikuwa unatutumia nyuma. You have not sent it to us. We don't know. Ilete shida hapa. Ilete shida jana kwa sababu hatujui sasa tu ya bright. Ikinini. Sasa kuweza kutoa hapo anatoa. Alafu kuna ingine nilikuwa nakwambia kuna ile ya Kithaiga transport Yes. Ninakumbuka sikuwa nimelipa, nililipa baadaye. Hiyo huku tuonyesha wale wako na ndani. Sasa hiyo wengi wenye niliona wako sugu kama huyu nilitoa kwa akaunti yake. Ulitoa? Ilikuwa 500. Huyu. Wacha tu niseme huyu nilitoa. Imebaki tu kutoa kwa akaunti ya nani ndio sikuweka. Ndio nani unatoa pesa ile ya contribution. Ile ya contribution. Hii ya dawari. Wakiangalia watapata imetoka ile sijatoa ni ya huyu. Sababu nilikuwa sasa wako nyuma sasa kwa dawari. Ndio nitatoa leo kali. Ya wakati wa Kithaiga. Transport. Actually Juni mamia kutoa. Poleni. Kuona hiyo report. Yes. Ni transport. Ulitoa pesa? Nilikuwa. Nikatoa pesa.